Yo, hivi unaelewa kwamba shule huwa kuna wale majamaa visiki, yani kwenye kila somo ni nondo kupindukia. Sasa unaambiwa kwenye miaka ya 2006 kuna mchizi aliibuka, alikuwa ni nondo, yani nondo iliyoshindikanika, nondo konki. Unasikia konko safuric, hiyo ndo nondo konki ya akili. Mchizi alikuwa wanamuita Elias Kihombo. 2006 hiyo. Turejee kwanza kwenye story. Hiyo ni miaka 20 tangu ipite. Kwa Tanzania ilipata kumshuhudia mwanafunzi aliyeshindikana katika masuala ya elimu hapa, na mzungumzia Tanzania 1 wa 2006 Elias Kihombo katika matokeo ya kidato cha 6 mwaka 2006 akitokea shule ya sekondari Tosamaganga, wengi wanapenda kuita Tosa Boys. Watu wa Iringa najua mnakuwa mnaelewa, tupa mawe. Mwaka 2006 NEC ilimtangaza mwanafunzi Elias Kihombo kutoka Tosamaganga kuwa ndo kipanga wa mwaka huo, akiwapita wanafunzi wenye akili zaidi waliovuma kutoka shule kongwe na special school kama Kibaha, Ilibolu, Mzumbe, Kilakala, Table Boys. Ukweli ni kwamba Elias hakuwa maarufu kwa kipindi hiko, na wengi walisikia tu story zake, hasa kwa wanafunzi wa Mzumbe Boys ambao mara nyingi walipata kumuona katika mazingira yao. Kumbuka kwamba Elias Kihombo hakupewa priority kubwa sana ya kuwa TO wa advanced level kutokana pia na matokeo yake ya kidato cha 4 kuonekana kuwa ya kawaida sana. Kihombo alifanikiwa kupata division 1 ya 14 akiwa na physics alipata A, chemistry A, biology B na mathematics aligonga zake B. Mwaka 2003 alipata kuchaguliwa Tanga Tech iliyopo Tanga kuendelea masomo yake ya kidato cha 5, lakini baadaye aliamua kurudi tena katika shule yake ya zamani Tosamaganga Secondary kuendelea masomo yake ya advanced level. Mnyama Elia. Mwaka 2006 alifanikiwa kumaliza kidato chake cha 6 katika shule ya Tosa. Akiwa ndiye mwanafunzi bora kitaifa, alifanikiwa kupata marks za juu sana na kupata division 1 ya point 3, physics A, chemistry A, advanced mathematics na akagonga A. Oktoba 2006 alichaguliwa kujiunga na University of Dar es Salaam akiwa kama TO kusoma Bachelor of Science in Telecommunication Engineering kwa miaka 4, na tetesi zinasema alifanikiwa kupata ufadhili wa masomo yake chini ya kampuni ya Airtel. Siku ziliendelea na alikuwa karibu kumaliza elimu yake ya chuo kikuu, huku akipata maadili mengi ya kufundisha tuition maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dar es Salaam na shule nyingi za sekondari ndani ya Tanzania, hasa shule za advance. Lakini baada ya miaka 4 kupita, ikiwa miezi michache tu ibaki kumaliza chuo Tanzania 1, Kihombo Elia alidisco chuo na hivyo kumfanya asifanikiwe kupata degree yake ya kwanza mwaka 2010. Lakini wengi wanasema hakupaswa kudisco chuo, lakini ndio hivyo ambavyo hatima yake ilipoishia.